Ni watu ambao wamefika katika viwanja hivi ni Big Boss Dr. Jembe kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza kwa ajili ya kuja kumzika Juliet Katua. Una uhusiano gani naye? Okay, marehemu Juliet Katua, kwanza natoa pole kwa familia na kwa ndugu na jamaa na Mwanza nzima, kanda ya Ziwa kwa ujumla. Juliet Katua amekuwa ni mdau wa kibiashara, kwa hiyo ni mfanya biashara mwenzangu, lakini mimi nilipata nafasi ya kufanya naye kazi. Sikuwa naye karibu sana kama social, lakini nimeweza kufanya naye kazi za mapambo. Nimekuwa nikimpa biashara za mapambo, na wakati mwingine amekuwa akitumia vifaa vyangu vya Jembe FM na Jembe Media Group, ambapo akipata event ambayo inahitaji vifaa vikubwa zaidi amekuwa akitumia vifaa vyangu. Kwa hiyo ni mama ambaye kwa historia yake nimemfahamu kupitia watu ambao walikuwa naye karibu. Ni mtu mwenye upendo sana na amekuwa akisaidia watu wengi, na ndio maana utaona siku kama ya leo kumejaa watu wengi sana, na watu wengi wameguswa. Kila mmoja aliyeko hapa ameguswa kwa namna yake, namna moja au nyingine. Kama hajaguswa yeye, basi kuna mtu anamfahamu ameguswa na huyu mama na maisha yake. Ameishi kama kitabu, hadithi nzuri ambayo imeishia kwa masikitiko au kwa majonzi, lakini amekuwa ni hadithi tamu, hadithi njema sana ambayo kila mtu atapenda kuisikia. Kila mmoja akiinuka hapa ana historia yake au ana story yake kuhusu jinsi ambavyo mama Katua alivyomgusa. Na vile vile Mwanza nzima imemiminika hapa. Sijui kama kuna mtu ambaye namjua mimi wa Mwanza hajatokea hapa. Kwa hiyo inavyoelekea kwamba ni mtu ambaye ameacha pengo kubwa sana. Tunajua kwamba pengo lolote kama hili alizibiki, lakini Mungu ana mapenzi yake, na mara nyingi anachukua wale ambao mkitaka kuwapenda sana ndio huwa anaondoka nao. Kwa hiyo wakati mwingine mimi mpaka huwa nawaza kwamba inabidi nisiwe mwema sana ili usife. Kwa sababu watu wengi mimi naojua wema sana Mungu anakuwa anaondoka nao. Sijui huwa ni nini hicho. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine mimi naamua kuwa mkaksi yani. Umeona ndugu yangu? Ili niendelee kuwepo. Lakini yote kwa yote, mapenzi ya Mungu lazima tuyakubali, na tukubali kwamba kule aliko, kwa sababu ya mema mengi aliyoyafanya, basi Mungu atampokea na atampa pumziko la milele. La ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani marehemu Juliet. Asante. Paka umepanda ndege bosi, maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo msiba huu umekuvuta kwa kiasi kikubwa sana. Natamani kufahamu kama ni topic ya maisha